Aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Tabora, Agrey Mwandi, amezungumza mbele ya viongozi mbalimbali ikiwemo naibu waziri mkuu wa Tanzania, mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda, kwenye kilele cha maadhimisho ya miaka 61 ya uhuru wa Tanganyika na Zanzibar, ambapo ameeleza kwa kipindi alichowahi kufanya kazi mkoani Arusha aliwezesha upandaji wa miti ambapo mpaka hivi sasa inawasaidia watu. Oyo oyo oyo. Oyo oyo oyo. Oyo oyo oyo. Arusha safi. Wana Arusha mmefurahi. Asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na waziri wetu wa nishati Dr. Doto Biteko, rafiki yangu, na kama unanikataa mkuu nikatalia hapa, lakini mimi najua rafiki yangu. Ndugu viongozi mlioko hapa, natambua kuwepo kwa mkuu wetu wa mkoa, ndugu yangu na rafiki yangu, na kama alivyoeleza ambaye tumeshirikiana sana wakati nikiwa mkuu wa mkoa wa Tabora, ndugu yangu Christian Paul Makonda, mtu nayemheshimu sana. Na ninatambua kwa viongozi wetu hapa, Mheshimiwa Mzee Sabaya, comrade, katibu tawala na watambua wako hapa. Mheshimiwa Gambo, yeye anatoka kule kwangu nilikokuwa Tabora. Mheshimiwa mbunge, Mungu anawapenda sana Arusha. Na hao tunawataja hapa majembe. Mheshimiwa Mkude, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu, amefanya kazi kubwa sana katika wilaya ya Kishapu. Mimi naizungumza hapa ni mjumbe wa bodi ya Pamba Tanzania na balozi wa Pamba Tanzania. Nataka nikuthibitishie mkuu, kazi ambayo alifanya Mkude kule Kishapu ni kazi iliyoonyesha utumishi wa kutukuka. Na leo tunaposikia kwamba yuko katika mkoa huu na katika wilaya hii, tuna matumaini makubwa sana. Lakini natambua viongozi wa aina mbalimbali walioko hapa, wengi tu walioko hapa, viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi, viongozi wa serikali walioko hapa. Kwa kweli itifaki imezingatiwa. Kama nimeacha kutaja mtu hapa ni kwa sababu tu ya muda, lakini kwa namna kipekee kutambua viongozi wetu wa serikali na pamoja na wananchi wote walioko hapa katika wilaya yetu na jiji letu la Arusha. Mkuu, mambo mengi yamezungumzwa hapa. Neno la Mungu linasema shukuruni kwa kila jambo. Mimi siku hizi pia mwinjilisi, na kama mtu ananiona mshamba, mimi ushamba na utafuta kwa hamu. Mhubiri Bwana Yesu. Kama nikienda kule mbinguni, bwana mkubwa Beli kwenda siku moja alikuja naibu waziri mkuu, wakaniona mimi mshamba kwa ajili yako, na pita huku na napita na kwenda zao. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana sana. Lakini kilichonishangaza sana Mheshimiwa Biteko, Dokta, na waziri wetu ambaye tunajivunia naibu waziri mkuu, ni jinsi hii habari ilivyokuja. Mimi nilikuwa nimekaa msaafu kule kijijini, kijana mmoja ofisi ya mkuu wa mkoa akapiga simu. Akaniambia, bwana uko wapi? Anikamwambia niambie kwanza unachotaka kusema. Akasema wewe niambie ulipo. Nikamwambia niko Siha. Akaniambia unatakiwa kesho asubuhi, na ni jana, uje hapa ukutane na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu kwa ajili ya jambo hili ambalo Mheshimiwa mkuu wa mkoa amelieleza hapa. Nikasikia nyewe ile zimenisimama. Nikasema bwana, naahirisha mambo yenu yote na kwenda kutii wito wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, na nimemsikia naibu mstahiki mmea akizungumza hapa, kuja kufanya na kusikiliza hicho mnachosema. Mkuu, mimi nimekuja huyo hapa, niitika wito. Ukiniita hapa mimi ni nani nikukatalie? Lakini niseme tu Arusha, jambo hili ambalo nazungumza na mazingira, sina haja ya kutoa hotuba ndefu. Ni jambo ambalo tulifanya sisi wote. Ni jambo ambalo hao wananchi walioko mbele yako Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu walishiriki. Hapa kiongozi wetu sisi alikuwa mkuu wa mkoa, Daniel Olenjolai, ndiye alikuwa mkuu wetu wa mkoa hapa. Ndiye alitusimamia na kutuelekeza tufanye kazi hii. Hapa palikuwa kuna wakuu wa wilaya hapa.
ukienda mto Naura, ukienda hapa Temi, ukienda Ngarenaro, waliopanda miti ile ni wakuu wa wilaya mkoa mzima wa Tabora. Hapa palikuwa hapa mbunge Felix Mrema, hapa palikuwa na baraza la madiwani. Hao walioko hapa wengine mpaka sasa hivi ni madiwani, walikuja hapa tukafanya kazi hiyo kupanda hapa. Aliyekuwa hapa municipal director Mama Assumpta Ndimbo, yeye ndiye aliyekuwa anasimamia mambo haya. Akaja hapa Rafael Mbunda akafanya kazi nzuri. Marehemu Wilson Kabwe alifanya kazi nzuri hapa. Mzee Abdalla Makongoro, Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi, alitusimamia na kuratibu kazi hii. Comrade Rama, kama mnakumbuka, alifanya kazi kubwa ya kutangaza kwenda misikitini, makanisani, wakiwa na Mzee Makongoro. Wote hawa tumefanya kazi hili. Kwa hiyo mimi nikiitwa hapa nikaambiwa hili jambo hili hapa, mimi siwezi kusema nikalingangania la kwangu tu. Hao wananchi walioko mbele yako mheshimiwa wamefanya kazi kubwa. Taasisi mbalimbali natamka hapa kabisa walisimama imara katika jambo hili, na mabenki mengine, taasisi za kidini zimefanya kazi hii. Wote kabisa katika umoja, vyama vya siasa vikiongozwa na Chama cha Mapinduzi. Tumepanda miti hapa. Tulipanda miti hapa, ilikuwa vurugu mechi hapa. Tunakwenda palikaa hapa pakanyoshwa hapa, utapigiri pamepigwa pasi. Tulifuata sheria ndogo ndogo za manispaa, wakati ile ilikuwa inaitwa manispaa, leo jiji. Hapa panaitwa Geneva ya Afrika. Tukafanya hiyo kazi. Hao wananchi wote wamefanya kazi hiyo. Vikundi vya hamasa, waandishi wa habari, wote walishiriki. Mkuu, mimi nikisimama hapa na nikaambiwa hili jambo tunalosemwa hapa, ninachoweza kusema sifa na utukufu vimrudie Mwenyezi Mungu, na kupitia kwa Mwenyezi Mungu viwarudie hawa wote unaoona mbele yako. Na mkipata kiongozi wa mkoa kama Paulo Makonda, wenzenu wakipata kiongozi kama huyu, wanamtumia kama shoka. Hapa mmelamba dume hapa. Walikuwa wananisumbua mheshimiwa Biteko kule wako Ushirombo kule. Wakati mimi niko Tabora pale, huyo bwana anawafukuza vibaka kule Dar es Salaam. Alafu na wengine wale mnawafahamu. Eti wanakimbilia Urambo, wanakimbilia Nzega, wanakuja Igunga, wanabana pale. Nikamwambia ama mrudi kwa Makonda au msonge mbele mwelekee Kigoma, na kule kulikuwa kuna kanali kule. Nikasema hao wote chota sukuma ndani wote. Sasa leo ndio zungumza habari ya kupanda miti hapa. Mheshimiwa, ushauri wangu, wale pengine mimi nisije nikakuudhi hapa, wewe ndio mgeni wetu rasmi hapa. Nikakosea nizamu siku nyingine kwa sababu msimuite huyo hapa. Mbona bomba uone niita hivi. Kufanya hiyo na Makonda, kuna watu wamekuja hapa wametokea kwa huko. Naomba wapokee huko. Bwana wanapigwa kushoto kulia na katikati. Wakasema hii dunia hii sasa. Mwanaume sana, wanaomba kushike mkono bwana. Endelea wasaidie wananchi wako hapa. Kuna miti tumepanda hapa inakatwa. Wakati mwingine TANESCO wamesifiwa sana hapa. Wanafanya kazi nzuri. Lakini naomba mkuu, miti inapokatwa kwa sababu hii taasisi iko directly kwako, basi tupite pale tukasema jamani, kwa sababu ya usalama wetu, kwa maana watoto wanaweza kukamata nyaya yao kupanda miti. Turatibu huo utaratibu wa kukata, kwa sababu mwananchi akishapanda mti yeye hajui tena cha hatari zinazotukabili. Akiona miti inakatwa anaona sasa hii kazi tunafanya hapa kumbe haina maana. Hao unaoona mbele yako Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Makonda hapa, hao unaoona mbele yako hapa ni wafugaji na wakulima. Kwa hiyo kuna haja ya kudhibiti pia mifugo isije ikafanya uharibifu katika miti ambayo tunaipanda hapa. Kwa sababu vyote tunakwenda unatumia matumizi bora ya ardhi. Hapa ni kwa ajili ya wafugaji, hapa ni kwa ajili ya wakulima, hapa ni kwa ajili ya taasisi, hapa ni kwa ajili ya serikali na kadhalika. Hatuwezi tu tukajiendelea hivi na nini, tunaitwa Geneva ya Afrika, Geneva, lakini tukiangalia hatufanani na Geneva yenyewe. Tukamaliza kazi hiyo. Lakini mwisho tuwe na vitalu.
serikali imeagiza kwamba kila halmashauri ipande miche ipatayo 1,150,000. Mkuu, mimi nimekwenda Tabora pale. Wewe ulikuwa unatoka Mbara kwa Bara pale. Kazi ile imefanyika pale, mtu anakusomea. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunaomba kueleza kwamba safari hii tumepanda miche ipatayo 200,000. Naomba sikiliza wewe. Wewe usiniambie mambo miche 200,000 hapa. Hata kuku watajua kuna miche 200,000 imepandwa. Mkuu, na kuomba uchunguze vizuri takwimu zinazotolewa katika halmashauri zetu. Ni za kweli hawajapigia hata robo yetu tunasema. Na Mheshimiwa Makonda, wewe waite tu hapa. Wanaanza mzee Ali Hassan Mwinyi alituambia muongoze. Akikudanganya mwambie sawa, ndio. Mimi nikaenda pale Sikonge siku moja. Kasoma taarifa kama sasa twende. Tumefika mahali na wabile miti iliyosema mmepanda 500 nataka nione. Tunafika Kitalo hakuna, na uliza kiko hapa, anasema kiko hapa. Utafikiri kinakupwa. Nikakota wale tisukuma ndani wote. Nakwenda pale hakuna Kitalo. Namkuta mama mmoja Kinyamwezi bana mrisho gamba baba. Mama eti wewe bae kuota hapa Kitalo. Sasa Kitalo kama kulikuwa kuna miche 500 ikiondolewa, utaona vitako vyake vimebaki pale. Sioni. Acha baba, nimelima mahindi hapa miaka 10 sijawahi kuona Kitalo hapa. Nikamsimamisha kazi. Wewe uweze kumsimamisha, nasema hana adabu. Huyu anandanganya. Kwa hiyo kuna haja kuangalia takwimu zinazotolewa mkuu zikaangalia. Mwisho kutumia sheria ndogo ndogo. Na tukaendelea. Baada hapo nikaondoka zangu mimi hapa Arusha, nikaenda Siha, tukapanda miti. Ukaenda pale hospitali ya Kibongoto, ukiangalia miti iliyopandwa pale inabeba hivi. Soko ile University of Agriculture ndio waliotusaidia sana katika upandaji wa miti. Na idara yetu hii inayoshika na mambo ya maliasili na nini wakatusaidia. Wakina profesa na watu wengine. Tukahamisha ile jambo tukapeleka Tabora pale. Tumekaa pale, ilikuwa hapa hakuna watu wabishi. Nenda pale Tabora ndio tukawa zea kazi pale. Lakini Wanyamwezi wale na waheshimu mkuu, tumefika mahali panaitwa Toronto. Sasa hivi tunapozungumza Tabora, wanakaa kwenye kivuli, wanakuta vizuri. Tulifanya nini? Sheria ndogo ndogo. Tulifanya nini? Tulitumia taasisi, shule za msingi, watoto, kila mtu alikuwa na mti wake. Watu walikuwa wanapanda miti miwili pale Tabora. Na ukienda Mheshimiwa Biteko kwa maana kule ndiko unakotokea, utaona kazi nzuri ambayo imefanya. Rais Barack Obama amewahi kusema ordinary people can do some extraordinary things. Watu wa kawaida kabisa hao unaoona mbele yako wanaweza wakafanya mambo ya ajabu sana. Hiyo potential tunayo. Tukiwa pale Mheshimiwa Rais akaja pale, akahead workshop pale. Seminar ikafanyika pale ya siku 3 mfululizo. Na pakatoka pale bustani inaitwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa heshima yake akiwa makamu wa rais. Na wakati huo January Makamba ndiye alikuwa waziri wa nchi katika ile eneo. Ninakuomba baba, utakapofika ukimkuta rais, mwambie si tu kwamba tunamtambua kama rais wetu, sisi tunamunga mkono katika jitihada zake za kuleta maendeleo especially katika eneo hili la mazingira. Mkuu, nakuomba useme yes, utapeleka hizo salamu. Mama yule amekuwa neema na baraka kwa Watanzania. Yule ndiye Esta wetu. Tumunga mkono Mama Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu, kwa kazi nzuri anayofanya katika kuhifadhi mazingira. Oyo. Arusha nawapenda. Mungu awabariki. Muendelee kuniombea kwa Mungu. Ndiye mpaji wetu. Asanteni kwa kumsikia mkuu wetu wa mkoa mstaafu, na hotuba yake ichukuliwe kama maelekezo ya kampeni ya upandaji wa miti katika mkoa wetu wa Arusha. Na sisi tuje tukumbukwe siku moja kwa kazi njema nzuri